hongereni sana na kuanzia na eneo la mitikio, bila shaka hamkutegemea hichi ambacho kimeonekana hilo. Watoto wamekuwa wengi sana, ninyi wenyewe kama Young Africans mitikio mmezungumzia kile ambacho mlikitegemea? Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana na naamini kama zoezi la uandikishaji lingeendelea kwa siku moja ama mbili zaidi, leo tungekuwa tuna watoto zaidi ya 1000. Wamefika watoto 635 katika zoezi hili la kutafuta vijana wenye vipaji 30. Maana yake tutakuwa tuna vijana wa ziada 605. Kwa hiyo ni zoezi kubwa, tunasikia faraja kuona kwamba vijana wameitika kwa wingi huu, lakini tumepata database ambayo itakuwa na faida kwa Young Africans na kwa Tanzania. Vice, kwa muda ambao mmeweka leo, kwa idadi ya watoto waliopo, mnadhani inatosha kwenda kuangalia wale ambao wanafaa na mahitaji ambayo mnahitaji? Siku ya leo tumeitenga kwa ajili ya shughuli hii, na kuanzia asubuhi toka tumefika hapa mpaka saa 8 ama 9 tutegemeana tutakapomaliza. Mimi naamini kwa sababu tumeleta pia walimu na wakufunzi wengi kama mnavyoona uwanjani, timu zetu zote ya soccer school, under 17, under 20, timu yetu ya wanawake na baadhi ya wakufunzi wetu ambao wapo ndani ya Young Africans mahususi kwa ajili ya lengo hilo. Kwa mimi naamini kwa watu ambao tunao na wanaelewa tunachokitaka watafanikisha tuweze kupata vijana wale ambao wanahitajika kwenye mchujo huu. Zoezi panga na mimi mmejiandaa vipi ili kujaribu kuondoa ile minong'ono mara baada ya zoezi, kwamba pengine mtu aliamini kwamba hastahili na kufanikiwa kuingia kwenye timu? Uzuri ni zoezi la wazi kabisa. Sisi Young Africans kwa kushirikiana na wadhamini wetu pamoja na partners wetu wa GSM Foundation na GSM Tanzania tumelihakikisha zoezi hili linakuwa la wazi, na mumeona kuanzia kwenye usajili tulikuwa tunaonesha matukio yanavyoendelea klabuni pale wakati wa usajili, na leo hapa tumewaalika waandishi ili waweze kushuhudia utaratibu unavyoendelea. Walimu wanachukua kwa uwazi kabisa vijana ambao wanaonekana wana vipaji, majina yao yanawekwa pembeni kwa ajili ya kutengeneza grupu ambalo litaweza kutupatia hao vijana wengine. Hakutakuwa na upendeleo wowote. Niwatoe hofu nyinyi kama waandishi muweze kuwapa taarifa hizo wazazi, lakini pia niwatoe hofu wazazi kwamba zoezi hili ni la uwazi, halina upendeleo, kwa sababu tukifanya upendeleo tutakuwa hatujamtendea haki mdhamini wetu GSM, tutakuwa hatujaitendea haki Young Africans, tutakuwa hatujawatendea haki wazazi ambao wametoka masafa ya mbali kabisa ndani ya nchi hii kuja hapa leo kuona vijana wao wanapata nafasi, lakini tutakuwa hatujaitendea haki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutowapa kile kizuri ambacho kitakwenda kuisaidia nchi hii. Mpaka sasa kwa namna ambavyo zoezi linakwenda, vipaji vimeonekana kwa level ya kuridhisha kabisa kwamba wanapatikana 30 ambao ni best. Mimi niwashukuru sana GSM Foundation kwa kukubali kudhamini jambo hili, kwa sababu ninachokiona hapa leo mimi binafsi ni matamanio yangu, na badala ya kufika, sababu nimefika mapema sana, nikaanza kusema kwamba tumechelewa, lakini lugha ya kigeni wanasema better late than never. Hatujachelewa sana, tumepata kwa wakati sahihi. Naamini hapa hiki ambacho kinakwenda kutokea leo kitakwenda kujenga msingi mzuri sana kwa jamii yetu na Tanzania kwa ujumla. Kama hii shughuli ni bara tu, sisi Zanzibar vipi? Narejea na kama mmenisikiliza, natumia neno Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni zoezi limeanza, litaendelea. Tuna program nyingine ambayo tutaitangaza pia baadaye, ambayo hiyo iko dedicated kwa ajili ya Zanzibar pia. Kwa tuna hizi program nyingi sana kwa ajili ya kutafuta vipaji, na tumejipanga sisi kama Young Africans kuhakikisha tunakwenda kujenga msingi imara sana katika kuhakikisha tunakuwa na foundation hiyo ya kuwa na vijana wenye vipaji, vijana bora kabisa. Lengo ni kuisaidia Young Africans kuweza kuwa na wazawa wengi katika kikosi chetu, lakini lengo letu namba moja na kuu ni kuisaidia Tanzania katika mashindano ya kimataifa upande wa timu za wanawake. Na leo pia bahati nzuri nimeona kuna vijana wa kike hapa 4 wameshiriki, nimefurahi sana.
Lakini tunaona katika upande wa wanawake, timu zetu za taifa za wanawake zimekwisha cheza World Cup, zimekuwa zinashiriki WAFCON mara kwa mara. Sasa tunataka na timu ya taifa kubwa kwa maana ya wanaume nayo iwe na uimara, na sisi Young Africans tunataka tuwe na msingi ama miongoni mwa watu ambao wataitengenezea msingi timu yetu ya taifa, na leo tumeianza safari hiyo. Sasa bila shaka kama management nyinyi mnafurahi na sasa ambacho tunafanya GSM, sababu tumeangalia tu watoto kama 20 mwaka mmoja ni zaidi ya shilingi milioni 100. Kwa hiyo ni gharama sana kuendesha kitu kama hichi, lakini kuna wale ambao huwa wanasubiri mtu aanze ndio nao wawiwe kufanya hicho kitu, kwa maana upande wa wadau. Je, kwa mdau ambaye pengine anawiwa pia baada ya kuona GSM amewekeza ama amefanya hicho alichokifanya, pia anakaribisha milango iko wazi Yanga? Naendelea kuwapongeza GSM kwa hiki ambacho wamekifanya. Wametusaidia kutengeneza future ya nchi hii. Tumezoea wadhamini wa mpira nchi hii wakiingia kwenye kudhamini, wanadhamini hizi timu zetu kubwa tu, hasa hizi za wanaume, lakini GSM kupitia GSM Foundation wameamua kuwekeza katika vijana 30. Ni timu moja kamili, lakini kutokana na idadi kubwa ya vijana waliojitokeza, na naamini wengine wako nje ya mchujo huu hawajafika, wangetamani kuwepo. Kwa hiyo mimi naamini hili litawavutia wawekezaji wengine, hili litawavutia wafanyabiashara wengine kuona hiki ambacho wenzetu wa GSM Foundation wamekianzisha kupitia Young Africans, na wao watakuja kuweka nguvu ili tuweze kuwa na vijana zaidi ya hawa 35. Kwa hiyo kwa niaba ya Young Africans tunawapongeza sana na tunawashukuru sana GSM kupitia GSM Foundation kwa hili ambalo wamelifanya leo. Waendelee, lisiishie hapa. Naamini hata wao pia wataona kwamba huu mwanzo ambao wameuanza unahitaji kuendelezwa zaidi. Kiwango ambacho wamekiweka kwenye soka la watoto tu ama la vijana, takriban milioni 150 katika kuwaendeleza vijana hawa, sio pesa ndogo. Ni udhamini inawezekana wa baadhi ya timu, lakini wamewekeza katika kuendeleza vijana. Ni jambo kubwa, ni jambo la kupigiwa mfano na la kuigwa.